Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV, karibu sana katika taarifa ya habari, ikiwa leo ni Mei 16, 2025. Kwa nami Pendo Godson na kusogezea taarifa hizi. Matangazo yetu yanarusha live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Moja kwa moja nikikuangazia katika taarifa ya habari za kitaifa. Wananchi wa vijiji vya Msisima na Mnalawi vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Namtumbo sasa wanaanza kuona mwanga na matumaini kufuatia kuanza kwa utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.1 chini ya usimamizi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA. Kwa kweli sisi binafsi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa tumekagua ubora wa mradi huu ambao leo hii muda sio mrefu tutaenda kuwekea jiwe la msingi. Lakini pia sio kuwekea jiwe la msingi tu, mradi huu unaenda kuondosha changamoto ya maji safi na salama ndani ya maeneo haya kwa 100%. Mimi nataka niwahakikishie ndugu wananchi, kwa jinsi tulivyokagua mradi huu na kwa maelezo ambayo tuliopatiwa, basi kupitia mwenge wa uhuru sikia leo, ukiwa unaweka jiwe la msingi, basi muhakikishe muda sio mrefu maji hapa yatatoka, na maeneo yote ambayo yamekusudiwa maji haya yatafika, ili wananchi wetu msipate shida tena. Mradi wa maji Msisima Mnalawi unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.115. Mradi huu unaenda kuwanufaisha wananchi zaidi ya 4,081 kutoka katika vijiji viwili, kijiji cha Msisima pamoja na kijiji cha Mnalawi. Mradi huu unategemewa kukamilika tarehe 13 mwezi wa 6 2025. Mradi huu unaenda kuondoa changamoto ya upatikanaji huduma ya maji safi na salama kwa maeneo ya vijiji vya Msisima pamoja na Mnalawi vilivyopo wilaya ya Namtumbo. Kwa kweli na changamoto ya maji. Sio mama wajawazito tunapata shida ya maji. Alafu zahanati ndio kuzidi. Kina mama wanapoenda kujifungua, maji wanaenda kubeba mtoni ndipo waenda hospitali. Kwa maana hiyo kwa kweli tuofilia kuhusu maji. Tuna shida sana. Tunachota kwenye madimbwi na zinasababisha homa za aina mbalimbali. Kwa kweli tunashukuru kwa mradi huu, tunashukuru sana kwa sababu tutakuwa na uhakika wa maji ambayo itatusaidia kusevu muda mwingine wa muda tunaotumia muda mwingi kutafuta maji, lakini kama yatapatikana kwa urahisi itakuwa ni nzuri zaidi. Akina mama 17 wenye watoto wenye ulemavu jijini Mbeya wanaounda kikundi cha ujamaa wameanzisha mradi wa kuuza nguo na bidhaa zinazotokana na vitambaa kwa lengo la kujiinua kiuchumi na kuzisaidia familia zao baada ya kutelekezewa watoto wenye ulemavu na baba zao. Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi ambaye ni Padri Furaha Agrey, wana kikundi cha ujamaa wamesema licha ya kupata mafunzo ya kiufundi cherehani bado wanakutana na changamoto mbalimbali ikiwemo kukosa vitendea kazi vya ushonaji. Ufundi tumeupata maarifa mengi, na ndio maana tumebuni shughuli hii kupata mahali pa kushinda ili tuweze kuinuliwa hali zetu duni. Changamoto, ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, sisi wakina mama tuna changamoto kadhaa zinazotukabili. Moja, tunakosa vitendea kazi kama vile vyeleani na vifaa vingine vinavyohusu ushonaji. Mazingira tunayoishi sio rafiki. Wengi wetu tunajihudumia wenyewe kwa sababu waume zetu walitelekeza baada ya changamoto hii. 4, sababu watoto wetu ni ya mara kwa mara na gharama sana. Kama pendeza ungetupatia bima za afya. Kama wauzaji ama wanunuzi wa heshima, haki na upendo, wajitambue wanashughulikia manufaa ya wote na wafurahi kwa kuchangia ustawi wa mji wa duniani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwetu sisi ni siku njema na siku kubwa sana. Kwetu sisi tunaamini kwamba kila mtu ana haki ya kupata afya bora, ana haki ya kupata elimu bora, ana haki ya kupata stahiki zote za mwanadamu bila kujali
kwamba huyu ni mlemavu na sio huyu si mlemavu, kwani wote sisi ni wa Mungu na sisi wote ni wamoja. Kwa ufunguzi wa duka hili sio tu itakuwa kwa ajili ya kibiashara, bali ni sauti ya kuonesha kwamba wakina mama wakipata uhuru na uwezo wao, wakipata uwezo wa kuonesha kile kitu wanachokifanya, wakifanya biashara hii wataboresha maisha ya kwao, pia wataboresha maisha ya watoto nyumbani. Sisi majirani ambao tumewazunguka kina mama tuweze kuwa chachu ya kwanza kuweza kwa support, kwani ndani yao sio tu wakina mama bali ni wakina mama ambao wanaonesha jitihada na upambanaji wa kuweza kuwasaidia watoto hawa. Karibuni wateja, tunawakaribisha sana. Mtuunge mkono sisi wamama wenye watoto walemavu. Mkitusaidia nyie, mkituungisha nyie wateja, tutapata fedha kwa ajili ya kuwatunza wanetu, mavazi pamoja na marazi. Karibuni sana. Tunawakaribisha. Mkuu wa wilaya Gairo Mheshimiwa Jabiri Makame ametoa wito kwa vijana wa vyuo vikuu nchini kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kuwawezesha kiuchumi, huku akisisitiza umuhimu wa kushiriki kwao katika mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Maendeleo ya nchi yetu sasa na baadaye yanategemea nguvu kazi imara, na nguvu kazi hiyo si nyingine bali ni vijana. Kwa hiyo serikali na kiongozi wetu wa nchi anatambua kwamba nguvu kazi ya vijana ina nafasi kubwa sana katika kuamua Tanzania tunayoitaka, ambao ziko fursa nyingi ambazo serikali inaendelea kuzitengeneza. Ziko programu za uwezeshaji wa vijana kiuchumi kupitia kwenye halmashauri zetu ambazo zimekuwa zikitolewa, programu za utoaji wa mikopo ile ya 10%. Wako vijana wengi sana wananufaika na fursa hizo za mikopo. Tafiti pia zinaonesha kwamba kwenye soko la ajira wako vijana wanaingia kwenye soko la ajira. Changamoto ni kwamba kuna skills mismatch kati ya nini kinachohitajika kwenye soko la ajira na ujuzi ambao vijana wanao hivi sasa. Serikali baada ya kutambua hivyo, tukaanza jitihada za kuweza kufanya maboresho ya sera ya elimu. Sera mpya ya elimu iliyofanyiwa maboresho imeweza kuzinduliwa, ambayo imeboreshwa kuweza kuhakikisha kwamba mitaala yetu inawaandaa vijana wanapomaliza katika ngazi mbalimbali na wawe na uwezo wa kuweza kujitegemea wao wenyewe. Lengo ni kuweza kuwasaidia vijana kuweza kukabiliana na changamoto zilizopo kwa taifa letu. Lakini mwaka huu tunajua kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mchakato wa kisiasa, sisi vijana tuna wajibu mkubwa wa kuweza kushiriki. Na sisi kwa sababu ni kundi kubwa, manake tuna nguvu ya kuweza kuamua viongozi ambao wanakwenda kuamua maisha yetu. Kwa unakwenda kuwachagua watu ambao wanakwenda kufanya maamuzi ya maisha yako. Lakini tuna jukumu kubwa sana la kuweza kulinda amani, utulivu wa nchi yetu. Kwa tuna wajibu wa kuilinda nchi yetu, lakini tuna wajibu wa kuweza kulinda tunu hii ambayo waasisi wetu walitengeneza kwa nguvu kubwa, hayati baba wa taifa lakini na Sheikh Abeid Amani Karume. Mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina amehoji kuhusu watoa huduma za afya katika hospitali za serikali kuwatoza fedha wanawake kinyume na sheria na kuhoji waliruhusiwa na nani kufanya hivyo. Swali hilo limejibiwa na naibu waziri wa afya Godwin Molle. Je, hizi huduma za utoleaji wa huduma za afya zilipata wapi mamlaka ya kuwatoza hawa akina mama wajawazito pamoja na watoto wenye umri chini ya miaka 5, huku ikijua kabisa kwamba kasma ile haipo kwa mujibu wa sheria wala sera hairuhusu? Waliruhusiwa na nani kufanya hayo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nijaribu tu kumwambia Mpina kuna sheria, kanuni, lakini pia wakati Mheshimiwa Naibu Waziri ni Mheshimiwa Mpina. Okay. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu kaka yangu Mheshimiwa Mpina kwa kumwambia wakati mwingine katika sheria kuna wakati kuna sheria iliyopo, kuna kanuni zilioko, lakini pia kuna kutumia busara. Maana yake sisi tuna bajeti ya bilioni 200 kwa ajili ya dawa na vitendanishi, lakini matumizi ni zaidi ya hiyo. Kwa hiyo anapokuja mgonjwa tunatumia hekima na busara. Yule anayeweza kulipa analipa, asiyeweza kulipa anahudumiwa na sheria iliyopo. Kwa hiyo kwa busara hiyo ndio maana yeye yuko salama, wananchi walioko kwenye jimbo lake wako salama, na leo Tanzania ina afya.
Na mkuu wa wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza Gwilabuzu Ludigija amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo Hamoni Mkoga kuhakikisha anachukua hatua za haraka kujenga vyoo katika shule ya msingi Gatuli ili kuwaepushia wanafunzi dhidi ya matumizi ya mazingira hatarishi na hatari za mlipuko wa magonjwa. Nilipata taarifa ya uwepo wa vyoo ambavyo vilikuwa vinatumika na wanafunzi kwa kwenye hali mbaya ambayo haifai kwa matumizi ya watoto, ni vyoo ambavyo ni hatarishi. Kwa hiyo nilitoa maelekezo kwa mkurugenzi mtendaji mwezi wa 12 wakati watoto wako likizo, zifanyike jitihada za haraka kuhakikisha kwamba tunajenga vyoo angalau watoto wapate vyoo vya kutumia. Wakati huo sasa unawekwa mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba shule hii inakuwa na matundu ya vyoo ya kutosha, na ni kutokana na ukweli kwamba shule hii ina wanafunzi wengi wapatao 600. Lakini nimefika hapa nimekuta kuna ujenzi unaendelea wa matundu 4 ambayo nayo bado hayajakamilika. Kwa hiyo tumekuwa na muda hapa katikati kidogo, watoto wanahangaika. Nitoe maelekezo kwa mkurugenzi mtendaji kwanza kufika kwenye shule hii aone wanafunzi waliopo na hali halisi iliyopo ili wafanye utekelezaji wa maagizo ambayo niliyatoa. Sio kujenga matundu mawili kwa watoto wa kiume na matundu mawili kwa watoto wa kike. Wafanye mabadiliko ya fedha kupitia kamati ya fedha na mipango wakati huu ambapo madiwani bado wapo, kabla baraza la madiwani halijavunjwa, ili zipatikane fedha za kujenga angalau bloko 2. Bloko moja kwa watoto wa kike na bloko moja kwa watoto wa kiume, ili tuweze kuwaepusha na changamoto ambayo ipo. Kwa sababu kwa hali hii ambayo ninaiona hapa, tunaweza tukajikuta tumepata mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambayo inaweza ikawa ni hatari sana kwa watoto. Na viashiria hivyo tumeanza kuona kuna baadhi ya watu kwenye maeneo mengine ambao wamekuwa wakilalamika matumbo. Lakini sasa kwa hali hii ambayo ipo kwenye shule hii ya kutokuwa na vyoo ambavyo vinaweza vikatumika na wanafunzi, ni hatari sana. Na sio tu kwa wanafunzi, hata walimu pia. Maana yake tunavyojenga vyoo ni lazima tuangalie pia kwamba walimu nao wamepata vyoo. Kwa hiyo mkurugenzi pamoja na wataalamu wake wafike hapa, wafanye jitihada za haraka ya kujenga vyoo bloko 2 zikamilike ili watoto hawa tuweze kuwasaidia. Tunajua kwamba saizi watoto wanaelekea kwenye kufunga kwenda likizo. Kipindi hicho chote cha likizo hiki na hata kabla, kwa sababu hapa tuna mwezi mzima, waje hapa wafanye maamuzi ya haraka, kwa sababu tunaona hili septic tank ambalo limejengwa hapa linaweza likasaidia angalau kukizi mahitaji ya hizo bloko 2. Kwa hiyo engineer atafanya tathmini, kama ataona kuna haja ya kuongeza lingine atawaambia, lakini tunahitaji vyoo hapa ili kuwanusuru watoto wa shule hii ya msingi Gatuli. Kwa majina naitwa Mwalimu Athmani Masanja Waziri, mwalimu mkuu shule ya msingi Gatuli. Hapa shuleni kwetu, shule ya msingi Gatuli, tuna changamoto ya vyoo kwa ajili ya wanafunzi. Tuna jumla ya wanafunzi 636. Uhitaji wetu wa matundu ya vyoo ni matundu 24 kulingana na idadi ya watoto tulionao. Matundu ambayo tuliopata kwa ajili ya ujenzi kwa sasa hivi ni matundu 2 ambayo sasa ndio yanayoendelea, lakini ukiangalia matundu haya hayakidhi kwa idadi ya watoto tulionao. Hivyo tunaomba kama kuna uwezekano mkubwa tuweze kuongezewa matundu zaidi, angalau ili iweze kufikia hata nusu ya matundu ambayo tunayohitaji, ili watoto waweze kupata sehemu nzuri ya kuweza kuwa wanajisaidia. Naitwa Yusta Francis Shimani, mtendaji wa kijiji cha Gatuli. Tuna changamoto ya ujenzi katika shule yetu ya Gatuli. Tumepewa fedha milioni 4,200,000 ya kujenga matundu 2, lakini vile tumelazimisha kujenga matundu 4, ofisi ya mkurugenzi imetuahidi itatuongeza pesa tena zingine za matundu 4 kama milioni 4,600,000. Watoto wetu kweli hapa wanapata changamoto jinsi ya kujisaidia, na haya matundu bado hayatutoshi. Tutaendelea kuomba zaidi ili waweze kutuongeza.
Mamia ya waumini wamekusanyika kuomboleza msiba wa muasisi wa kituo cha maombezi cha Mama Bikira Maria Faith Healing, Padri Felician Mkerwa mwenye umri wa miaka 89 alifariki dunia Mei 8, 2025 katika hospitali ya TMJ baada ya kuugua ghafla. Padri Mkerwa aliwahi kuhudumia kanisa Katoliki baada ya kutengwa na uongozi wa kanisa hilo. Nikitamatisha taarifa ya habari kutokea hapa mkoani Arusha, mtazamaji wa SQF TV, Jumuiya ya Tawala za Mitaa mkoa wa Arusha ALAT imefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Meru mkoani Arusha na kupongeza juhudi za serikali katika ujenzi na uboreshaji wa miradi ya maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, leo tumefanya kikao cha ALAT mkoa wa Arusha ambako ilitanguliwa na ziara ya kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na pesa za serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika wilaya hii ya Meru. Kiukweli kamati ya ALAT mkoa wa Arusha imeridhika na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya hii ya Meru. Kwa hiyo mimi nawape pongezi sana wote wanaohusika na uendeshaji wa halmashauri hii wakiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri ya Meru Mheshimiwa Jeremia Kishili, lakini mkurugenzi wa halmashauri hii pia Madam Zainab. Kiukweli wamefanya kazi kubwa. Asubuhi tulianza na kutembelea jengo la bweni la wasichana wa shule ya sekondari ya Malula. Tuliridhika sana. Lakini tukatoka pale tukaenda kwenye mnada wa Kikatiti ambako walitengeneza uzio mkubwa sana kwa zaidi ya shilingi milioni 120, lakini mnada ule tayari ukawa baada tu hata uzoezi la uzio haijakamilika, tayari mapato ya halmashauri yalipanda kutoka shilingi milioni 3.5 kwa mwezi kwenda shilingi zaidi ya shilingi milioni 8. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana imefanyika. Lakini tulienda shule ya sekondari Karangai ambayo ni shule mpya iliyofadhiliwa kwa mradi wa SEQUIP ambayo imekamilika na hali kwa ujumla ilikuwa nzuri. Lakini funga kazi ilikuwa ni hospitali ya wilaya ya Meru ambayo iko katika eneo la Tengeru kwenye kata ya Akeri. Tulitembelea jengo la wagonjwa nje, tukatembelea maabara yao, lakini funga kazi ilikuwa kile incinerator, kile kichoma taka ambacho ni cha kiwango cha kimataifa. Taka zinazochomwa pale hakuna hata kitu inasalia. Kwa hiyo kwa ujumla halmashauri ya wilaya ya Meru wamefanya vizuri sana kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya pesa za serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa jina naitwa Juma Okororo, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu, lakini pia ni katibu wa ALAT mkoa huu wa Arusha. Leo tulikuwa na ziara ya kutembelea miradi mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Meru, na kwa niaba tu ya ALAT mkoa wa Arusha, mimi kama katibu tumeridhika sana na miradi ambayo tumeitembelea katika sekta mbalimbali. Tumekwenda katika sekta ya afya, lakini elimu pia tumeenda kujionea jinsi gani mafanikio makubwa yamepatikana katika halmashauri ya wilaya ya Meru. Mimi kwa niaba ya ALAT mkoa wa Arusha napenda kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani miradi hii mingi ambayo tumekwenda kuiona katika halmashauri hii ni juhudi zake Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuleta pesa nyingi katika halmashauri hii, na hatimaye tumeweza kuona miradi hii imetekelezwa katika sekta hizi za afya, lakini elimu pia tumeona shule zimejengwa, shule lakini mabweni pia, lakini pia na ukarabati mkubwa wa hospitali ya wilaya hii ya Meru. Kwa hiyo unaona jinsi gani Rais wetu alivyokuwa amefanya kazi kubwa sana na kuhakikisha pesa zinafika katika wilaya hii na miradi hii imetekelezwa kwa viwango vilivyohitajika. Naitwa Dr. John Lucian Mahu, ni mwenyekiti wa halmashauri ya Karatu, lakini ni mjumbe wa ALAT mkoa, lakini pia ni mjumbe wa kamati tendaji ya ALAT mkoa.
Leo tumefanya kikao chetu, na kikao tumekuja huku halmashauri ya Meru. Tumetembelea miradi yao, tumetembelea mradi mkubwa wa shule ya sekondari ambayo fedha walipewa na Mheshimiwa Rais. Lakini vile vile tumetembelea kwa mapato ya ndani, wamejenga mnada wao ambao kwa kweli nimeona hata na sisi tumejifunza kutokana na ujenzi ule wa mnada kwa matofali, kuzungushia uzio zaidi ya mita 5,500, lakini ukiangalia utazuia ubadhilifu, ushuru utaweza kucontrol. Lakini tumejifunza pia hospitali ya wilaya tumekuta kichomea taka cha kisasa. Hiyo ndio imetuvutia sana. Na mtazamaji wa SQF TV, huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutokea hapa mkoani Arusha. Nimekusogezea taarifa ya habari za kitaifa. Ulikuwa na Mipendo Godson, nami nikutakia maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema. Tukutane tena hapo Jumatatu. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.